Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania Mheshimiwa Joseph Kizito Mhagama, Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ambaye leo anamwakilisha Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Damas Daniel Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Nitambue uwepo wa viongozi wote kwa kuiasili itifaki kama tulivyohudhuria siku hii ya leo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetukirimia uhai, afya na uwezo wa kukutana hapa siku hii ya leo. Aidha, kwa niaba ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na wadau wote wa sekta ya sheria, naomba nichukue nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu la kihistoria la uzinduzi wa toleo la urekebu wa sheria la mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya pekee naomba pia kuishukuru Wizara ya Katiba na Sheria kwa mchango mkubwa iliyoutoa katika kufanikisha mradi huu. Wakati tunatekeleza mradi huu wa urekebu, tulibaini kuwa baadhi ya maboresho yanahitaji kufanyika kwa njia ya marekebisho ya sheria ya Bunge. Hivyo wizara iliandaa muswada kwa ajili ya kutungwa kwa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali yaliyotokana na zoezi la urekebu, sheria namba 3 ya mwaka 2023. Ninaishukuru sana wizara kwa kufanikisha hili na hivyo tukaweza kuendelea na zoezi la utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Rais, urekebu wa sheria ni mradi tulioufanya uliolenga kufanya majumuisho ya marekebisho ya sheria mbalimbali yanayofanywa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kitu kimoja ili kurahisisha upatikanaji na usomwaji wa sheria hizo na utumiaji wake. Mheshimiwa Rais, kazi hii ni kazi ya msingi inayolenga kuhuisha, kuboresha na kurahisisha matumizi ya sheria za nchi yetu. Kwa kufanya hivyo, tunahakikisha sheria zetu zinabaki kuwa hai, zinazoendana na wakati na zinaeleweka kwa urahisi na wananchi wote. Zoezi hili Mheshimiwa Rais limehusisha kusasisha au kuupdate sheria zote kwa kujumuisha marekebisho yaliyofanyika tangu toleo la mwisho mwaka 2002, kurekebisha makosa ya kiuchapaji na kuziweka sheria hizo katika mfumo unaoeleweka vizuri. Toleo la urekebu utakalolizindua leo linajumuisha sheria kuu kwa maana ya principal legislation 446 ambazo zimegawanywa katika juzuu zipatazo 21 ikiwemo farihisi yani index. Miongoni mwa hizo ni pamoja na sheria mpya 171 zilizotungwa kati ya mwaka 2002 na 2023. Mheshimiwa Rais, toleo hili ni zao la kazi ya miaka minne kwa maana 2020 mpaka 2024 na limefanikishwa kwa kutumia rasilimali za ndani pekee chini ya serikali ya awamu ya 6. Hii ni hatua ya kihistoria, kwani tofauti na toleo
la mwaka 2002 lililofadhiliwa na Benki ya Dunia, awamu hii serikali yako Mheshimiwa Rais imedhihirisha uwezo wa ndani kwa vitendo. Hii inaashiria dhamira ya kweli ya kujitegemea na kuwekeza katika mifumo imara ya kisheria kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, kumekuwa na mageuzi na jitihada mbalimbali katika usimamizi wa sheria katika ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ambayo kwa namna moja ama nyingine yamechagiza kukamilika kwa zoezi hili. Mageuzi haya yanajumuisha kuongeza nguvu kazi kwa kuajiri zaidi ya mawakili wa serikali 50 na kuanzisha ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria. Jitihada hizi chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais ni ishara tosha kuwa serikali unayoiongoza imekusudia kuendelea kuimarisha utendaji kazi katika sekta ya sheria. Ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria imekuwa injini ya kazi hii ya urekebu na mfano wa mafanikio kimfumo katika serikali yako. Tunaamini kuwa kwa uwekezaji zaidi katika teknolojia na rasilimali watu, zoezi la urekebu sasa litaweza kufanyika kila baada ya miaka 10 kama sheria inavyohitaji. Tofauti na zoezi la urekebu la mwaka 2002, Mheshimiwa Rais, ambalo kama nilivyosema lilifadhiliwa na Benki ya Dunia, wataalamu wengi waliofanya kazi ile walikuwa ni wataalamu kutoka Afrika ya Kusini. Lakini kwenye zoezi hili Mheshimiwa Rais, naomba kukufahamisha kwamba zoezi hili limeendeshwa na kufanyika kwa wataalamu wetu wenyewe ndani ya ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kupitia ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Serikali, Mwandishi Mkuu wa Sheria. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio haya tukukosa changamoto wakati tunatekeleza mradi huu. Upungufu wa fedha, muda wa kutosha na rasilimali watu ulikuwa kikwazo katika baadhi ya hatua, lakini tulizitatua humo njiani kwa kadri tulivyokuwa tunakwenda. Na kama nilivyosema, kwa uongozi wako thabiti na serikali yako ulituwezesha na kutatulia changamoto hizo, hasa kwa kutupatia rasilimali fedha ambazo zilitusaidia katika kuendesha mradi, lakini na kuajiri wataalamu zaidi na kuwapa mafunzo stahiki katika kutekeleza mradi huu. Leo hii tunazindua sio tu toleo la urekebu wa sheria, tunazindua urithi wa kisheria kwa wadau wa sekta ya sheria, wadau wa haki na wadau wa utawala bora. Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo. Kwa zoezi hili tumepiga hatua, Mheshimiwa Rais. Uwekaji wake katika mfumo ulio bora na unaopatikana kwa urahisi ni mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa la haki, usawa na maendeleo endelevu. Mheshimiwa Rais, naomba sasa uniruhusu nieleze kwa kifupi matakwa ya sheria kuhusu zoezi la urekebu. Zoezi la urekebu wa sheria zetu ni mchakato wa kitaalamu unaoongozwa na misingi ya kisheria iliyoainishwa katika sheria ya urekebu wa sheria, yaani sura ya 4. Kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria hiyo, jukumu la kuandaa toleo la urekebu limekabidhiwa kwa Mwandishi Mkuu wa Sheria na linafanyika kwa maelekezo ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Mchakato huu unahusisha uchambuzi wa kina wa sheria zote husika, uondoaji wa vifungu vilivyopitwa na wakati, urekebishaji wa makosa ya kiuandishi na kuweka muundo wa sheria unaofaa zaidi kwa matumizi ya sasa. Mheshimiwa Rais, kifungu cha 12 cha sheria ya urekebu wa sheria kinabainisha kuwa baada ya kukamilika kwa zoezi la urekebu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatoa tamko rasmi, yaani proclamation, linalotangaza tarehe ambayo toleo la urekebu litaanza kutumika. Na kutoka tarehe hiyo, toleo hilo litaanza kutumika kama sheria halali na sahihi za nchi na litatambuliwa na mahakama zote na mamlaka nyingine kama rejea sahihi ya sheria zilizofanyiwa urekebu. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Rais, tukio la kusaini tamko leo ndilo litakalohalalisha matumizi
ya toleo la 2023 kuanzia tarehe itakayotamkwa katika tamko hilo utakalosaini. Aidha, katika tamko utakalosaini leo tumependekeza kuwa tarehe ya kuanza kutumika kwa toleo hili iwe tarehe 1 Julai mwaka huu wa 2025 ili kutoa fursa ya usambazaji wa sheria hizo kabla ya tarehe ya kuanza kutumika. Mheshimiwa Rais, matakwa mengine muhimu katika sheria ya urekebu wa sheria yapo katika kifungu cha 17 ambapo sheria inaeleza kuwa Rais anapaswa kusaini na kuweka muhuri katika nakala 3 za toleo la urekebu ambazo zitahifadhiwa kama kumbukumbu rasmi ya toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu. Aidha, kifungu hicho kinaeleza pia kuwa nakala moja iliyosainiwa itakabidhiwa kwa Jaji Mkuu. Nakala nyingine itakabidhiwa kwa Bunge na nakala iliyobaki itahifadhiwa kwa namna utakavyoelekeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa dhati niwapongeze watendaji wote walioshiriki katika kufanikisha zoezi hili ambao ni Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mwandishi Mkuu wa Sheria, management ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, waandishi wa sheria, warekebu wa sheria, wakutubi, makatibu muhtasi, wachapishaji, wasaidizi wa ofisi na madereva katika ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kwa uaminifu wao, weledi, bidii na moyo wa kujitolea wakati wote wa kutekeleza mradi huu. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee naomba kutumia fursa hii kukushukuru wewe binafsi pamoja na serikali yako kwa kutuwezesha kutekeleza mradi huu kwa rasilimali fedha, rasilimali watu na kila namna ambavyo Mheshimiwa Rais umekuwa mstari wa mbele kutusaidia kuhakikisha kwamba tunakamilisha mradi huu muhimu kwa taifa letu. Hii ni mara ya kwanza kama nilivyosema kwa mradi huu kufanyika kwa fedha za ndani, na kwa mafanikio tuliyoyashuhudia leo tutachagiza maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, tarehe 5 Februari mwaka 1675 mwanasayansi mashuhuri Sir Isaac Newton alimwandikia barua hasimu wake katika sayansi na uvumbuzi Bwana Robert Hooke, barua ambayo kwa mara ya kwanza ilichapishwa rasmi mwaka 1855. Katika barua hiyo, pamoja na mambo mengine, Newton ananukuliwa kwa maneno yafuatayo: kama nimeweza kuona mbali zaidi ni kwa sababu nilisimama katika mabega ya wabobezi. If I have seen farther, it is by standing on the shoulders of giants. Akimaanisha kwamba msingi wa mafanikio aliyoyapata katika sayansi na uvumbuzi ulitokana na kazi kubwa iliyofanywa na wabobezi mahiri waliomtangulia. Mheshimiwa Rais, nami pia naweza kukiri leo hii kwamba mafanikio haya na matunda haya katika kutekeleza mradi huu tuliouanza mwaka 2020 mpaka 2024 yametokana na misingi imara ambayo mtangulizi wangu Mheshimiwa Jaji Dr. Elieza Mbuki Feleshi aliiweka. Ninamshukuru sana kwa kuwa sehemu ya mafanikio ya kihistoria katika mradi huu tulioukamilisha. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, ninaomba kukushauri kusaini tamko la kuidhinisha na kubainisha tarehe ya kuanza kutumika kwa sheria hizi. Aidha, ninaomba pia usaini nakala 3 za sheria kwa ajili ya kuhifadhiwa kama ilivyobainishwa
katika sheria, yaani sura ya 4 ya sheria zetu. Tunakuahidi kuendeleza jitihada hizi na kuhakikisha kuwa mfumo wa sheria nchini unakuwa thabiti, wa kisasa, wenye kumgusa kila Mtanzania na wenye kuchagiza ukuaji wa uchumi wetu. Ninaomba nimalize kwa kusema kuwa toleo la urekebu wa sheria la mwaka 2023 ni urithi wa kihistoria wa taifa letu, hivyo tulitumie ipasavyo kukuza haki na kuchagiza maendeleo ya taifa letu. Naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe ili baada ya kuwa umesha saini tamko hilo uweze kuendelea baada ya hapo. Kwa hivyo sasa, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe uweze kusaini tamko. Asanteni sana kwa kunisikiliza.